Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji wa redio yako ya Congo Post News. Karibu ungane nasi katika taarifa kuu za habari ambapo tunautia matukio muhimu yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Mimi ni Idi George. Asubuhi ya leo tunaanza na taarifa kutoka mjini Goma ambapo mamlaka za afya zimetangaza kugunduliwa kwa mgonjwa wa kwanza wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, hali inayozua taharuki miongoni mwa wakazi, huku hatua za dharura zikianza kuchukuliwa kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Tutaelekea pia katika nyanda za juu za Uvira mkoani Kivu Kusini ambako wapiganaji wa Zalendo wanadaiwa kuwafurusha waasi wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda RDF kutoka eneo la Kirungu baada ya mapigano makali yaliyoripotiwa kuua maafisa mawili wa jeshi la Rwanda. Na katika eneo la Beni, viongozi wa kisiasa wanatoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya vijana na jeshi la FARDC katika vita dhidi ya waasi wa M23, wakisema ushirikiano huo unaweza kusaidia kumaliza kabisa tishio la ugaidi katika maeneo ya Beni na Mambasa na Irumu. Na tumaliza habari mbalimbali toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Hizo ni baadhi tu ya habari kuu za asubuhi ya leo. Usiondoke nasi kwa taarifa kamili ndani ya Congo Post News. Karibu. Katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya vijana na jeshi la taifa umeendelea kutolewa ili kukabiliana na mashambulizi ya makundi ya waasi wa ADF linalotumiwa kufanya mauaji na mashambulizi katika maeneo ya Beni, Mambasa na Irumu. Kauli hiyo imetolewa na mbunge wa jimbo kutoka eneo la Beni, Alain Kasereka, wakati wa mahojiano na serikali na shirika la habari la ACP siku ya Jumapili. Kiongozi huyo amesema kuwa uzoefu uliopo unaonyesha wazi kuwa mafanikio dhidi ya waasi wa ADF yanawezekana tu kupitia ushirikiano wa karibu kati ya wananchi, hususan vijana pamoja na vikosi vya jeshi la FARDC. Kwa mujibu wa mbunge huyo, vijana wa maeneo ya kaskazini magharibi mwa wilaya ya Beni pamoja na wale wa Mambasa na Irumu katika jimbo la Ituri, jimbo jirani la Ituri, wana mchango mkubwa katika kutoa taarifa muhimu kuhusu mienendo ya waasi hao. Amesema taarifa kutoka kwa wananchi zimekuwa zikisaidia jeshi kufanya operations za haraka hata katika maeneo ambayo ni hatari zaidi. Alain Kasereka alieleza kuwa yeye binafsi amekuwa akiwasiliana kila siku na makamanda operations za Sokola ya kwanza General Mugisa ili kumpa taarifa kuhusu harakati za waasi wa ADF. Amesema mawasiliano hayo yamekuwa yakisaidia kupanga mashambulizi dhidi ya makundi hayo yenye silaha na kufanya misako katika maeneo nyeti ambayo mara nyingi waasi hujificha. Mbunge huyo alisitiza kuwa bila ushirikiano wa wananchi, hasa vijana wanaoifahamu vizuri mazingira ya maeneo hayo, itakuwa vigumu kumaliza kabisa tishio la ADF ambalo kwa miaka mingi imeendelea kusababisha vifo vya mamia ya raia katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la ADF lenye asili ya Uganda imekuwa ikihusishwa na mauaji ya raia, utekaji, uchomaji wa vijiji pamoja na mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi katika maeneo ya Beni, Lubero, Mambasa na Irumu. Mashambulizi hayo yameendelea kuleta hofu kubwa kwa wananchi, huku maelfu ya familia zikimbia makazi yao. Katika miezi hivi karibuni, jeshi la FARDC kwa kushirikiana na jeshi la Uganda UPDF limekuwa likiendesha operations za pamoja dhidi ya ADF katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Ituri. Operation hizo zimefanikiwa kuvunja baadhi ya kambi za waasi hao, ingawa mashambulizi dhidi ya raia bado yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa wamekuwa wakitoa wito kwa serikali kuongeza ulinzi wa kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi na jamii za wenyeji. Baadhi yao wameamini kuwa vijana wa maeneo hayo wanaweza kuwa daraja muhimu katika kukusanya taarifa za kiusalama kutokana na ufahamu wao wa mazingira na mienendo ya watu wasiowafahamu. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ushirikiano huo unapaswa kusimamiwa kwa umakini ili kuhakikisha vijana wanaoshirikiana jeshi wanapatiwa ulinzi wa kutosha dhidi ya vitisho kutoka kwa waasi wa ADF. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuahidi kuimarisha operations za kijeshi dhidi ya ADF,
huku ikiwataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama ili kurejesha amani katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo yamekuwa yakikumbwa na migogoro kwa muda mrefu. Katika eneo la Kirungu lililopo kwenye milima ya Plateau katika wilaya ya Uvira mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano makali yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda RDF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani vya maeneo hilo, mapigano ya Wazalendo walifanikiwa kufanya mashambulizi yaliyowalazimu waasi wa AFC M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda kuondoka katika kijiji cha Kirungu baada ya mapigano yaliyochukua muda mrefu. Wakazi wa eneo hilo wanasema milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, huku hali ya taharuki ikitanda katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Taarifa hizo zinaeleza kuwa wakati wa mapigano hayo maafisa wawili wa jeshi la RDF waliripotiwa kuuawa. Hata hivyo hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali ya Rwanda kuhusu madai hayo. Upande wa AFC M23 pia bado haujatoa taarifa rasmi kuhusu kilichotokea katika eneo la Kirungu. Kirungu ni moja ya maeneo ya kimkakati katika nyanda za juu za Uvira ambako kwa muda mrefu kumekuwa kukishuhudiwa mapigano kati ya makundi yenye silaha, Wazalendo na waasi wa AFC M23. Eneo hilo limeendelea kuwa kitovu cha mvutano kutokana na umuhimu wake katika harakati za kijeshi na njia za mawasiliano katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini. Wakazi waliokimbia mapigano hayo wameeleza kuwa hali ya usalama bado ni ya wasiwasi licha ya taarifa kamili za uwepo wa Wazalendo au za Wazalendo kudhibiti eneo hilo. Baadhi ya familia zimelazimika kuondoka katika makazi yao wakihofia kurejea kwa mapigano mapya au mashambulizi ya kulipiza kisasi. Mashirika ya kiraia katika eneo la Uvira wameonyesha hofu juu ya kuendelea kwa mapigano hayo ambayo yanaendelea kusababisha mateso kwa raia. Viongozi wa kijamii wamezitaka pande zote zinazohusika katika vita hivyo kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kulinda maisha ya wananchi wasiokuwa na silaha. Kwa miezi kadhaa sasa, maeneo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini yanaendelea kushuhudia ongezeko la mapigano kati ya jeshi la serikali likisaidiwa na makundi ya Wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23. Serikali ya Kongo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kutoa msaada wa kijeshi kwa waasi hao, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya Plateau kunaweza kuongeza zaidi hali ya kibinadamu kuwa mbaya, hasa kwa wananchi wanaolazimika kukimbia makazi yao kila mara kutokana na vita. Hadi sasa hali halisi ya usalama katika kijiji cha Kirungu bado inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku taarifa zikieleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa Wazalendo wanaendelea kuimarisha nafasi zao katika eneo hilo wakihofia mashambulizi mengine kutoka kwa waasi wa AFC M23. Tujielekeze moja kwa moja katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za mkoa wa Kivu Kaskazini zimetangaza kugunduliwa kwa mgonjwa wa kwanza aliyethibitishwa kuwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Tangazo hilo limetolewa kupitia taarifa rasmi ya gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto iliyosomwa na msemaji wake Lumumba Kambere. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mgonjwa huyo anadaiwa kuwasili hivi karibuni katika mji wa Bunia katika jimbo la Ituri ambako tayari kuna mlipuko wa ugonjwa huo unaoendelea kushughulikiwa na huduma za afya. Serikali ya mkoa imeeleza kuwa mara baada ya kuthibitishwa kwa kisa hicho, hatua za haraka zilichukuliwa ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo ndani ya maeneo ya Goma na maeneo mengine yaliyo chini ya usimamizi wa AFC M23. Mamlaka za afya pamoja na taasisi mbalimbali za matibabu zimeanza kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa wagonjwa, uchunguzi wa watu waliokutana wagonjwa na mgonjwa huyu pamoja na utoaji wa taarifa za tahadhari kwa wananchi. Vituo vya afya vimepewa maelekezo ya kuongeza umakini kwa wagonjwa wenye dalili zinazofanana na Ebola, huku timu ya wataalamu wa afya zikianza operesheni za dharura ya kudhibiti maambukizi. Virusi vya Ebola ni ugonjwa hatari unaoambukizwa kupitia kugusana na maji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa. Dalili zake ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, kutokwa damu, maumivu ya kichwa na kutapika. Aina ya Ebola aina ya Bundibugyo ni moja ya aina ya Ebola ambayo tayari imewahi kujitokeza katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Tangazo hilo limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Goma, hasa kutokana na historia ya mlipuko wa Ebola ambayo tayari imewahi kuathiri
maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miaka iliyopita, wakazi wengi wameanza kuchukua tahadhari zaidi, huku wengine wakihofia uwezekano wa kuenea kwa maambukizi katika mji huo wenye idadi kubwa ya watu na shughuli nyingi za biashara. Mamlaka zimewahimiza wananchi kubaki watulivu, lakini wachukue tahadhari zote zinazohitajika. Wananchi wametakiwa kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusana bila sababu za lazima, pamoja na kutoa taarifa haraka kwa vituo vya afya endapo watabaini mtu mwenye dalili zinazoshakiwa na za Ebola. Viongozi wa afya wanaendelea kusisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wananchi na wataalamu wa afya ili kuhakikisha ugonjwa huo unadhibitiwa mapema kabla haujasambaa zaidi. Operesheni za uchunguzi katika mipaka ya maeneo ya kuingilia mji wa Goma nazo zimeimarishwa ili kufuatilia wasafiri wanaotoka maeneo yaliyoathirika. Wakati huo mashirika ya afya ya ndani na ya kimataifa yanatarajiwa kuongeza msaada wa vifaa tiba, wataalamu pamoja na kampeni za uelimishaji wa wananchi ili kusaidia juhudi za kudhibiti mlipuko huo mpya wa Ebola. Hadi sasa mamlaka hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliowekwa chini ya uangalizi baada ya kukutana na wagonjwa ambao wanagonjwa ugonjwa huo, lakini zimeanza kuendelea kutoa taarifa rasmi kadri uchunguzi wa hatua za afya zinazoendelea. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili tukuongee na habari za kimataifa. Karibu. Oil ambayo huwa wanasafirisha kutoka eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo utashangaza kwamba licha kwamba Marekani ndiye mzalishaji mkubwa wa oil ama wa mafuta hapa duniani, lakini bado bei iko kubwa zaidi pengine California kuliko ambavyo katika sehemu nyingine. Lakini anakwenda kule hajaribu kutatua kitu ambacho kitawasaidia wananchi wengi na kuleta nafuu ya maisha ya wengi. Hapana, anatafuta kitu ambacho kitamfanya yeye aonekane kwamba yeye ni deal maker, kitu ambacho amekuwa akisema kwa muda mrefu. Ndivyo alivyo. Amekuwa funzo kubwa zaidi la elimu ya uraia kwa wananchi wa Marekani ambao wakati tukifika hapa kwa miaka mingi ambayo tumekuwa hapa walikuwa hawaamini kwamba kiongozi mmoja anaweza kusababisha nchi itetereke, watu wakimbie, lakini hasa katika muhula wa pili watu wamekuja na kusema kwamba wow, sikuwahi kutegemea kwamba ningeshuhudia kwamba niko katika nchi ya Marekani ambayo mtu mmoja pale anaweza kuleta shida yote, sio tu kwa nchi lakini kwa dunia nzima. Kwa hiyo as much as hatupendi, bado tunashukuru kwamba uwepo wake nafikiri umetoa elimu ya uraia kwa watu wengi kutambua kwamba unapofanya kosa la aina fulani, usipofikiria kwa kiasi fulani, hiki ndio kinachoweza kukuta wewe, nchi pamoja na dunia. Na nisalie tu kwa Bwana Mubelwa katika ziara hii na hili swala hili la yeye kusema kwamba sasa China itaweza kununua mafuta haya ya Marekani. Je, kisiasa tukizingatia kwamba kutakuwa na uchaguzi hivi karibuni, unadhani tangazo hili litakuwa na faida yoyote kisiasa kwa Trump? Hapana. Kwa sababu watu wanachotaka ni nchi nzima, kwa sababu tukumbuke California ni kati ya sehemu ambazo kiuzalishaji ni sehemu kubwa. Kwa hiyo kuona kwamba gharama za mafuta kule ni kubwa, ina maana licha ya kwamba tunaweza kusema kwamba Marekani sasa ina supply, kwa sababu hii ni ule ushindi wa kitaswira wa kuonyesha kwamba ona sasa China ambaye amekuwa akitegemea 40% ya mafuta yake kutoka Iran sasa hivi anaweza kanunua kutoka kwetu. Lakini hiyo inamaanisha nini kwa mwananchi wa kawaida hapa nchini Marekani? Kwa sababu kila ambacho alikuwa amekiahidi, na hicho ndio ambacho watu wanaelekea sasa hivi. Tunaelekea mwezi wa 5 na kama tushafika mwezi wa 6, watu hawatosahau kwamba kila alichokuwa amekiahidi pale ameshindwa kutekeleza. Aliahidi angemaliza vita, ameshindwa kufanya hivyo. Aliahidi kwamba angeshusha bei ya vyakula siku ya kwanza atakapoingia madarakani, ameshindwa kufanya hivyo. Alisema kwamba atakuwa rais ambaye ni rais wa amani atakayekamilisha vita sehemu nyingine zote. Tayari ameshapigana vita, ni vita yake ya 9 ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo nafikiri hili ndio vitu ambavyo sasa hivi Democrats wanaanza kuvichukua na wanaanza kuviweka kama receipt, kutaka watu watambue kwamba sikiliza aliwaambia nini na msikiliza amefanya nini. Lakini hii swala la mafuta, swala la ziara, ukweli wa mambo ni kwamba bado watu wanataka waelewe ni kwa nini Marekani imeingia katika vita ambavyo vimegharimu mabilioni ya dola, lakini katika nchi ambayo haikuwa tishio, lakini wakati huo unakata huduma mbalimbali za watu hapa nchini Marekani ambao walikuwa wanahitaji. Na nafikiri hiyo ndio ambavyo sasa hivi inampa wasiwasi mkubwa sana kwamba watu watahoji kwa nini tutumie bilioni kadhaa kule na kuondoa mamilioni tu ya pesa, na ile pesa ingeweza kusaidia katika mambo mengi ya kijamii hapa nchini Marekani. Mwanadhere Mubelwa ameleta swala hili la Iran. Unadhani kauli ya Trump kwamba Xi Jinping ameahidi kuizuia China kuipatia Iran vifaa vya kijeshi, unadhani ina uzito gani kisiasa na kidiplomasia tukizingatia kwamba China imekuwa mshirika muhimu wa Iran kwa muda mrefu sana?
cha muhimu ni kwamba China na Marekani kwa sasa wote wana interest kubwa ya kuona kwamba ile vita imekamilika. Na bwana Trump alipoenda kule, unajua walipoanza walifikiria ni kazi rahisi, labda utapigwa Iran wiki fulani, wiki chache, alafu hiyo masuala inaisha. Ndio maana hata hii ziara yake ilikuwa imecheleweshwa, kwa sababu alitaka kuenda Uchina mapema zaidi, lakini kutokana na ile vita tena sasa akaiarisha. Jambo sasa ameikamilisha. Ni kwamba wote wako na interest kubwa sana kuweza kukamilisha ile vita, lakini Iran nayo inaona mwanya ya kujiongezolea yani pointi ya katika siasa za dunia. Kwa hivyo wanafikiri kule kuungana na kuelewana. I think azimio kubwa sana ambayo imetokea ni kwamba wote wawili hao marais wamekubaliana ya kwamba hawataruhusu Iran kuwe na zile dhana za kinyuklia. Xi akasema ya kwamba na wao watajaribu kufanya upande wao ili Iran isiweze kupata zile labda usaidizi wa kivita. Nafikiri ni njia moja tu ya kuweza kuambia wana Marekani ya kwamba tunaweza kujaribu kuwasaidia, lakini lazima mfanye upande wenu ili hizi vita ziishe. Kwa hivyo nafikiri sasa Iran imejikakamua kabisa, inaona kwamba iko na nafasi nzuri ya kuwa the fourth center of power. Ukitoka Marekani unafika Uchina, labda Russia, na sasa badala ya kuongea mambo ya Europa, watu labda wachanganuzi wa kisiasa wameanza hasa kuangalia mambo ya Iran. Kwa hivyo inapatia Iran nafasi nzuri, na China na Marekani wote wanaona japo wako na nafasi nzuri ya kushirikiana, mambo ya Iran inaleta utata katika mahusiano yao. Tuangazie swala hili la Taiwan. Mubelwa, Taiwan na usalama wa eneo hilo ilikuwa miongoni mwa maswala ambayo tulijua yatajadiliwa, lakini kumekuwa na ukimya sana kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo, hasa kwa swala hili la Taiwan. Ukimya huu unadhani utatafsiriwaje? Ukimya ulikuja baada ya kujulikana fika kwamba wazungu wanasema kwamba hii ni no go zone. Walisema kwamba hii ni eneo ambalo hatutaki kugusa. Na Xi Jinping alimwambia kabisa kwamba iwapo mtafanya visivyo katika eneo hili, sio tu kwamba itaharibu ziara, hapana, italeta mapigano baina yetu. Alikuwa wazi kabisa katika hili kwa sababu kadhaa. Kwanza, Donald Trump anakwenda pale ikiwa wazi kwamba taarifa ambazo zimevuja kutoka katika sehemu ya intelligence yake inaonyesha kwa miaka 4 ijayo ana upungufu mkubwa sana wa mizinga, na yuko katika hali ambayo hawezi kuanzisha vita vingine kwa sababu ya hali jinsi ilivyo. China amekuwa akijikuza kwa muda wote, amekaa kimya licha kwamba ana hazina fulani ya mafuta na anaathirika kidogo na kile kinachoendelea kule, lakini alimwacha huyu ili vita hii iweze kumdhoofisha, na imeonekana kumdhoofisha kimataifa. Donald Trump amekwenda kama mhitaji, na unaona ushindi wote mdogo anaopata kule. Na alipofika tu China, kitu cha kwanza walichomwambia ni kwamba usiguse eneo hili. Na unapoangalia readouts, kila unapomaliza vikao tunajaribu kuingia kuangalia White House wamesema nini kuhusiana na hili. Wako kimya sana kuhusiana na hilo swala kwa sababu hawataki kuharibu, hawataki kuchokoza chochote. Wanajua udhaifu wao ulipo, wanajua chochote ambacho anaweza kusema kule Xi Jinping inaweza ikaleta shida, na Xi Jinping amemwambia kwamba tufanye mengine yote lakini hii tabaki vile vile. Umesikia tu Marco Rubio akisema kwamba msimamo wetu ni ule ule. Ni kwamba tupo kama ambavyo tulikuwa wakati tunakuja, kwa hatujabadilisha chochote. Na China hakuwa na shida na Marekani wakati anakwenda kuhusiana na swala zima la Taiwan. Kwa hiyo ni Marekani alikwenda na mategemeo angeweza kuzungumza kuhusu Taiwan, kafika kule kaambiwa hii sio sehemu ya kugusa, utakapogusa hapa sio tu kwamba mazungumzo yanaweza kuharibika, lakini tunaweza tukaingia katika vita. Na anatambua kwamba hana uwezo sasa hivi wa kivita wa kupambana na China wakati Iran anaendelea kumkimbiza na sehemu nyingine. Kwa hiyo nafikiri ni bahati mbaya sana kwamba Trump amekwenda katika eneo la makubaliano akiwa na udhaifu mwingi sana, na amepewa baadhi ya vitu kuweza kukimbia kufurahi navyo, vitu kadhaa kuonyesha kwamba kuna ushindi, lakini si katika swala la Taiwan, na aliambiwa kwamba huu si mstari ambao unatakiwa kuugusa. Hii inaweka wapi Marekani kama taifa? Tunaona kwamba kwanza Trump alifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini inakaa ni kama Vladimir Putin hajalegeza msimamo wake kuhusu masuala ya Ukraine. Kwa hivyo mzozo huo bado uko hivyo. Kisha kukawa na yale mazungumzo ambayo yalipangwa Pakistan, akatuma wajumbe kwenda kule lakini hayakufanikiwa, na kila wakati wadadisi wanasema kwamba anaenda kwenye meza ya mazungumzo akiwa katika udhaifu. Hii inaelezea vipi Marekani kwa sasa na diplomasia yake ilionayo sasa? Nafikiri kwa sasa Marekani inaonekana udhaifu, na udhaifu wao unatokana na ile kutokuwa na ile strategy mzuri ya either kusimamisha migogoro ama kuanzisha na kumaliza.
huwa wanaenda bila exit strategy. Ukiangalia mambo yao ya Iran, kwa hivyo inaonekana Marekani chini ya Trump imeweza kuchukua nafasi ama steps ambazo kwa kweli hazina misingi ila ya kisheria. Kule nyumbani unajua kwamba bado kuna mgogoro kuhusu ile nafasi ya sheria katika ile uvamizi wa Iran. Na vile vile upande wa Russia, Trump mara nyingi huwa anaweka personal diplomacy ahead of statecraft ama serious strategy. Kwa hivyo hataki kusikiza wale military strategies, hataki kusikiza wale wasimamizi wa masuala ya diplomasia. Yeye mwenyewe anafanya diplomasia yake kwenye Twitter na mambo mengine na nafasi zingine. Kwa hivyo imeleta sifa mbaya kwa uongozi wa Marekani kwa sasa. Ukumbuke ya kwamba hata zile hatua zake za kwenda kule Venezuela kuweza kuchukulia uongozi wa nchi uhuru, inaonesha tabia sio nzuri katika jamii ya wana umoja wa kimataifa. Kwa hivyo nafikiri saa hizi masuala haya ni mengi na kuna uchaguzi kule Marekani ambao unakuja. Ni azimio kubwa yake sana kuweza kupata breakthroughs katika hizi flashpoints ambazo zinaendelea katika sehemu nyingi za dunia tu. Viongozi wa Ulaya, Bwana Mubelwa, wanaonekana kuwa waangalifu sana kuhusu ukaribu huu wa Marekani na China. Je, unadhani mataifa ya Ulaya yanaweza kuwa kwamba wanahofu kwamba wanasukumwa pembeni katika siasa za dunia, ama wao vile vile wanajizatiti kivyao na wanajiamini? Kwanza alishasukuma pembeni. Donald Trump amezungumza mengi mabaya kuwahusu. Amekuwa akitambulisha kwa namna tofauti, hasa namna za kidhaifu. Tumelishuhudia hilo. Lakini pia wanatambua kwamba hawajui hiki kitaenda kwa muda gani, kwa sababu Donald Trump huyu ambaye anaweza kukusifia leo alafu kesho akanyaga vile vile. Kwa hiyo kuna wakati ambao wanasema kwamba ukimya una thamani, na kama unachotaka kusema hakina thamani zaidi ya ukimya, afadhali uendelee kukaa kimya. Kwa hiyo nafikiri wameamua kuchukua hilo, kutambua kwamba wacha tusijiingize katika makubaliano na mtu ambaye anafahamika kutokuwa na msimamo wa aina yoyote ile, na mtu ambaye pia wana namna tofauti ya kuziongoza hizi nchi. Donald Trump, moja tofauti ambayo tunaiona iwe ni Iran ama nchi za Ulaya na hapa Marekani, ni kwamba kwa sasa Donald Trump ametumia kila mwanya alionao kikatiba kuweza kuhakikisha kwamba anaweka wale watu ambao watampatia kile anachokitaka. Na ndio maana unaona tofauti kubwa sana katika utawala ambao ulipata kuwepo huko marais waliopita na Donald Trump, ni kwamba sasa hata taarifa ambazo zingepata kupitia katika chano maalum, taarifa kuhusiana na maamuzi ambayo amefanya na wizara ya wizara ya vita, sasa wizara ya ulinzi, wizara ya mambo ya nje, zote hazitujii kupitia mianya rasmi ya mawasiliano ama kupitia njia rasmi zao. No, inapitia Truth Social ambayo ni account binafsi ya mtandao binafsi wa rais Donald Trump. Kwa hiyo hivi sasa imeshakuwa hivyo kwamba hata mataifa mengine yameweza kutambua kwamba tuingie pale tu ambapo tunalazimika kuingia, hasa kama jambo ambalo tunakwenda kulizungumzia ama kwenda kufanya maamuzi haya yanaweza yakaathiri kwa muda mrefu. Baada ya haya maneno makubwa ambayo yametumiwa na viongozi hawa, unajua ziara hii imekuwa ya kihistoria, isiyosahaulika, lakini sisi wengine ama mataifa mengine yanafaa kupima mafanikio ya ziara hii kwa matokeo ambayo kama yapi hivi ambayo yataonekana kwa wiki zijazo, hata labda miezi ijayo. Kikubwa anachokileta Donald Trump hapa ni Marekani kwanza, sera zake. Kuna swala zima la kwamba kama kutoka kuna aina fulani ya utengemavu hivi sasa, soko la hisa ambalo linaendesha uchumi katika sehemu nyingi sana linaweza likaboreshwa. Lakini pia hiyo inaweza ikasababisha changamoto katika upande mwingine, kwamba tunaweza tukafikiri kwamba mafanikio ni nchi hizi mbili kukutana, lakini tunatambua kwamba vita ya Marekani na China wakati mwingine ilisababisha kila upande kujaribu kutafuta masoko na kulegeza masharti katika sehemu nyingine, hasa katika bara la Afrika. Hii pia itufunze kwamba kuendelea kujitegemea katika kanda zetu, na pengine tusiwe wategemezi au wanufaika wa migogoro, kwa sababu wanaposema kwamba watu wanapopigana washika jembe kalime, kwa sababu watakapopatana unaweza kujikuta kwamba wamebaki katikati. Wote China na US wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana wa biashara, diplomasia, teknolojia na mambo mengi. Kwa hivyo nafikiri kwanza ni kwamba kuleta utulizo katika uhusiano ya US na China inatoa taswira
fulani ambayo ya stability, ili kwamba nchi za Kiafrika wanaweza pata nafasi nzuri ya kufanya biashara na mambo mengine. Unakumbuka kwamba sasa hivi kutokana na ile vita ya Iran, biashara, uchumi, hali ya maisha imeenda juu sana, hasa katika nchi kama Kenya ambayo sasa mafuta jana ikapata kuongezwa bei kweli. Kwa hivyo wanaposikizana, ile stability inaweza kuwaleta reprieve katika mambo ya masuala ya kiuchumi dunia kwa jumla. Lakini nafikiri ni kwamba Afrika lazima sasa sisi wenyewe tujipange, tusije tukafurahia ngoma ya watu fulani, ngoma ya watu wengine. Sasa Waswahili wanasema ngoma ikipigwa sana hupasuka. Msikilizaji, tuko na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share, na Kiswahili ngine banasema unajiabone, una comment, vile una partage. Na basi acha tuendelee kutusha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ya kila siku ni hakikisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika, tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo. Asante.